Mimi nalia kwa majosi kweli. Nimepoteza mtoto yangu. Na mtoto yangu ilikuwa tegemeo langu. Sasa mimi naomba kwa unyenyekevu. Utuombee sisi. Mtuombee sisi. Hasa kwa president. Uone sisi. Tumeteseka. Father ilikuwa anafunza watoto. Father ilikuwa tegemeo langu kwa kila jambo. Sasa nitafanyaje? Si hata ukuje mashishi president. Kuja mashishi. Alafu uone vile mimi nakaa. Mtoto yangu ilikuwa anataka kusaidia mimi. Sasa watu wa Pokot, siwezi sema hata watu wa Pokot, ni watu wa Markweta wameua mtoto yangu. Wameua mtoto yangu. Na huyo mtoto yangu ilikuwa kitinda kweli, lakini sio kitinda. Huyo mtoto yangu tangu nipate yeye ilikuwa ya Mungu kweli. Ilikuwa mtoto wa Mungu. Ilikuwa mtoto wa Mungu. Sasa nitaomba nani kuliko president? Kama una nafasi tuma Rejo. Kwa maana Rejo ni mwenye amezaa mtoto, amesikia uchungu ya mtoto. Sasa anajua kila kitu ya mtoto. Atume Rejo, tuongee hata na yeye. Tuongee na yeye. Anipangusia majosi. Anipangusia majosi. Mimi nalia kweli. Mimi nalia kwa uchungu. Mimi nalia kwa uchungu. Tukio hili hapa limeleta shida mingi sana. Limetustua sisi wote, kanisa na pia na serikali. Na Alois alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Yeye hakuwa askari, hakuwa na silaha, na alienda huko kulitangaza neno lake Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwa unyenyekevu watu wetu ambao wanakaa karibu na Kerio Valley wasaidie serikali kuona ya kwamba wahalifu wamepatikana. Serikali wanapofanya kazi, pia wananchi wako na jukumu la kusaidia serikali. Tusiseme tu ya kwamba ni kazi ya serikali, kazi ya polisi, hata sisi wananchi tuko na jukumu ya kufanya kazi hiyo, kuona ya kwamba wahalifu wametoka katika familia zetu, tumepeana kwa mikono ya serikali. Tungependa sana kuomba serikali ichukue hatua na hao walioshiriki katika mauaji ya padri washikwe, wakamatwe na serikali ichukulie hatua. Niombe viongozi na watu wengine ambapo walipo ya kwamba tusiweke siasa, tusipoliticize hii issue ya Father Alois. Yeye genuinely alikuwa anafanya hiyo kazi, hakukuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa na target Father. Hao tu ni wahalifu ambao mkono ya serikali si fupi, mkono wa serikali ni mrefu, na tunaomba CS Murkomen, DIG, wizara yote ya upelelezi na polisi wawafikie hao wahalifu kwa haraka ambayo inawezekana. Hiyo ni kama kudunga macho serikali. Na ndio tuambie kila mtu mjue ya kwamba hiyo shughuli inaendelea na watu watapatikana. Watapatikana. So najua kuna viongozi wengine wanachochea. Kuna viongozi wananunua bunduki. Kuna viongozi wakishika microphone mambo wanaongea ni tofauti na mambo wanafanya usiku ni tofauti. Na hiyo tutaenda tuseme ndio ikome, kwa sababu hauwezi pata umaarifa kwa watu kuuana. Mimi kama kiongozi kununua bunduki ni kuongeza uhalifu, ni kuchochea wananchi, na wanatafuta umaarufu ili atuchaguliwe tena, ili ufanye chochote ile ingine yote, lakini usinunue bunduki kulia watu wako. Na hiyo maneno iko hapa. Na nataka sana nishukuru rafiki yangu Kamke, kwa sababu watu tuliongea mambo ya usalama naye anakuja chini na akakuja tukariswa pamoja, na ninajua ile kazi anafanya pale. Tushirikiane sisi wote ili hiyo uhalifu ishi. Ila hasara tumepata, hawa watu wameua Father pale,
hawajui father anatoka wapi, hawajui father, yani kwa sababu tu ya ile akili yako kidogo na ile uhalifu imekuwa kwa mwili yako, unapiga risasi father. Hiyo ni uchunguzi kubwa sana kwanza kwa serikali.